Katika dunia ya leo kuna mashirika mengi ya kijasusi yanayohusika na ukusanyaji wa taarifa, ulinzi wa mataifa yao na uendeshaji wa operesheni za siri kwa maslahi ya serikali zao. Moja kati ya mashirika hayo ni CIA, Central Intelligence Agency ya nchi ya Marekani, ikiwa ni moja kati ya mashirika makubwa zaidi ya ujasusi na ni moja kati ya mashirika yanayoogopwa zaidi. Lakini je, ulikuwa unafahamu kwamba CIA haifanyi tu kazi ya kukusanya taarifa, bali pia hupindua serikali, kudhibiti vyombo vya habari, huendesha majaribio kudhibiti akili za kibinadamu na hata kuhusika na mauaji ya viongozi wa mataifa mengine? Katika video ya leo tutachambua historia ya CIA, operesheni zake za siri maarufu na ushahidi wa jinsi shirika hili linavyohusika katika kuandaa historia ya dunia kwa njia za giza. Baadhi ya taarifa hizi ni za kushangaza na huenda ukashangaa kwa nini hujawahi kuzisikia. CIA ilianzishwa mnamo tarehe 26 Julai mwaka 1947 kupitia sheria ya usalama wa taifa iliyosainiwa na Rais Harry S. Truman. Kabla ya CIA, Marekani ilikuwa na chombo kingine cha kijasusi kilichoitwa OSS, Office of Strategic Services, ambacho kilifanya kazi wakati wa vita ya pili ya dunia. Lakini baada ya vita kumalizika, OSS ilivunjwa kwa sababu ilionekana kutokuwa na umuhimu tena. Hata hivyo, baada tu ya vita, Marekani ilianza kukabiliana na muungano wa Kisovieti USSR na hofu ya ukomunisti ikawa kubwa. Ili kuweza kukabiliana na tishio hili, CIA ilianzishwa kwa malengo mawili makubwa. Moja ni kukusanya taarifa za kijasusi kuhusu mataifa mengine, hasa Usovieti na Uchina. Lakini mbili ni kuendeleza operesheni za siri ili kuzuia kuenea kwa ukomunisti duniani. Jambo hili lilifanya CIA kuwa chombo cha kivita kisichoonekana ambacho kilipewa nguvu ya kufanya operesheni kwa siri hata bila ya idhini ya bunge la Marekani. Unaweza kujiuliza, ndani ya CIA kuna vitengo gani na vinafanya kazi gani? CIA inagawanywa kwa vitengo kadhaa, kila kimoja kikiwa na kazi maalum. Kitengo cha kwanza kinaitwa Directorate of Operations. Hiki ndicho kitengo kinachohusika na operations za siri za nje ya Marekani, kama vile mapinduzi ya serikali na mauaji ya kisiasa. Kitengo cha pili kinaitwa Directorate of Analysis. Hiki kazi yake ni kuchambua taarifa za kijasusi na kutoa ripoti kwa serikali ya Marekani. Kitengo kingine kinaitwa Directorate of Science and Technology. Hiki kitengo kushughulika na uundaji wa vifaa vya kisasa vya kijasusi kama vifaa vya kusikiliza na satellite za kijasusi. Lakini pia kuna kitengo kinaitwa Directorate of Support. Kazi yake ni kuhakikisha operations za CIA zinapata rasilimali na msaada wa kifedha. Baada ya kuanzishwa, CIA ilianza haraka kuendesha operesheni zake za siri. Katika kipindi cha miaka 10 ya kwanza, CIA ilikuwa imeshiriki katika mapinduzi 7 ya serikali, majaribio kudhibiti akili za binadamu na hata miradi ya kudhibiti vyombo vya habari. CIA huendesha operesheni zao mbalimbali ambazo mtu wa kawaida hutakiwi kabisa kuzifahamu. Operesheni ya kwanza inaitwa MKUltra. Hili ni jaribio la kudhibiti akili za binadamu. Ni moja kati ya operesheni za giza zaidi ambazo CIA iliwahi kuzifanya. MKUltra ulikuwa ni mpango wa siri ulioanzishwa miaka ya 1950 kwa lengo la kuona ikiwa akili za binadamu zinaweza kudhibitiwa kupitia dawa, mateso na mbinu zingine za kisaikolojia. CIA ilifanya majaribio haya kwa watu waliokuwa hospitalini bila ridhaa yao. Watu walipewa dawa ya kulevya na kemikali nyingine bila kujua. Baadhi ya wahanga hawa walipata matatizo ya akili na wengine walifariki dunia. Mmoja wa watu waliopata madhara makubwa alikuwa ni Frank Olson, mwanasayansi aliyefanya kazi kwa CIA. Olson aligundua kuwa shirika hilo lilikuwa likitumia sumu kwa majaribio ya asiri na akataka kufichua ukweli. Kabla hajafanya hivyo, CIA ilidai kuwa alijiua kwa kuruka kutoka ghorofa ya 13 katika hoteli moja mnamo mwaka 1953. Lakini katika uchunguzi wa baadaye iligundulika kuwa hakuruka bali alisukumwa. Lakini pia katika miaka 1950 na 1960, CIA ilianzisha operation nyingine iliyoitwa Mockingbird, ambapo ilihonga waandishi wa habari,
wahariri na majarida makubwa ili kusambaza propaganda kwa niaba ya serikali ya Marekani. Hii ilimaanisha kuwa magazeti na televisheni kubwa nchini Marekani yalikuwa yakitoa habari ambazo CIA ilitaka watu waziamini. Kuna mtu anaitwa Carl Bernstein. Huyu ni mwandishi wa habari maarufu wa Watergate. Alifichua kuwa CIA ilikuwa na mamia ya waandishi waliolipwa. Magazeti makubwa kama New York Times, Washington Post na Time Magazine yalihusishwa katika mpango huu. Hadi leo kuna madai kuwa vyombo vikubwa vya habari vinaendelea kuwa na uhusiano wa karibu na CIA. Kipindi cha vita baridi, CIA iliendesha operation iliyoitwa Operation Cyclone, ambapo iliwapatia silaha na mafunzo makundi ya waasi wa Kiislamu nchini Afghanistan ili kupambana na uvamizi wa Soviet Union ambayo ni Urusi ya zamani. Kati ya wanamgambo waliopokea msaada huo wa CIA ni Osama bin Laden ambaye baadaye aliiunda Al-Qaeda. Lakini pia katika historia ya Afrika kuna viongozi wengi waliouawa kwa mazingira ya kutatanisha, na ushahidi mwingi unaonyesha kuwa CIA ilihusika kwa sababu walikuwa kikwazo kwa maslahi ya Marekani. Kiongozi wa kwanza ambaye inadaiwa kifo chake kilisababishwa na kuhusika kwa CIA ni Patrice Lumumba wa Kongo mwaka 1961. Patrice Lumumba alikuwa ni waziri mkuu wa kwanza wa Kongo baada ya uhuru wake kutoka Ubelgiji mwaka 1960. Patrice Lumumba alitaka Kongo iwe huru kutoka kwa ushawishi wa nchi za magharibi na alitaka rasilimali za taifa zitumiwe kwa maendeleo ya wananchi wake. Hii haikuwapendeza wa Marekani kwa sababu walitaka kudhibiti madini ya Kongo, hasa uranium ambayo ilitumika kutengeneza mabomu ya nyuklia. CIA ilihusika katika njama za kumuondoa madarakani na hatimaye Lumumba akakamatwa, akateswa kikatili na kuuawa kwa amri ya CIA. Kiongozi mwingine ni Thomas Sankara wa Burkina Faso mwaka 1987. Thomas Sankara alikuwa ni kiongozi mchanga aliyejaribu kuleta mabadiliko makubwa Burkina Faso. Alipinga ukoloni mpya na alitaka Afrika iwe huru kiuchumi, lakini kwa sababu alikataa masharti ya mataifa ya magharibi, alionekana kuwa tishio kwa maslahi ya Marekani. Mnamo Oktoba 15 mwaka 1987, Sankara alipigwa risasi katika mapinduzi yaliyopangwa na rafiki yake Blaise Compaoré ambaye alidaiwa kuwa na msaada kutoka kwa CIA na Ufaransa. Kiongozi mwingine ni Muammar Gaddafi wa Libya mwaka 2011. Muammar Gaddafi alikuwa kiongozi wa Libya kwa miaka 42 na alitaka kuiunganisha Afrika na kuanzisha sarafu ya pamoja inayotegemea dhahabu badala ya dola ya Marekani. Hii ilikuwa ni tishio kwa mfumo wa kifedha wa magharibi, hivyo CIA ilihusika katika kuunga mkono waasi waliompindua mwaka 2011. Baada ya Gaddafi kuuawa, Libya ilianguka katika machafuko na mpaka leo nchi hiyo haina utawala thabiti. Kuna ushahidi mwingi unaonyesha kuwa CIA imehusika katika biashara ya dawa ya kulevya ili kufadhili operesheni zake za siri bila idhini ya bunge la Marekani. Mfano wa kwanza ni Iran Contra Scandal ya mwaka 1980. Katika miaka ya 80, CIA ilihusika katika mpango wa Iran Contra ambapo iliuza silaha kwa Iran kinyume cha sheria. Kisha ikatumia fedha hizo kufadhili waasi wa Nicaragua waliokuwa wakipigana dhidi ya serikali iliyokuwa na msimamo wa kisoshalisti. Sehemu ya mpango huu ilihusisha usafirishaji wa dawa za kulevya cocaine kutoka Amerika ya Kusini kwenda Marekani, na pesa za biashara hizo zilitumika kufadhili waasi hao. Lakini pia baada ya Marekani kuivamia Afghanistan mwaka 2001, uzalishaji wa heroin katika nchi hiyo uliongezeka mara 3. Ripoti mbalimbali zinaonyesha kuwa CIA iliendelea kuruhusu biashara hii ili kutumia mapato yake kufadhili operation zake za siri. Lakini kumekuwa na swali maarufu kwamba je, CIA ilihusika kumuua rais wao John F. Kennedy? Mnamo Novemba 22 mwaka 1963, Rais John F. Kennedy aliuawa kwa kupiga risasi huko Dallas, Texas. Serikali ya Marekani ilimtaja muuaji wa rais huyo alikuwa anaitwa Lee Harvey Oswald. Ushahidi mwingi unaonyesha kuwa CIA ilihusika. Sasa je, kwa nini CIA ilitaka
John F. Kennedy afe. Sababu ya kwanza ni kwamba John F. Kennedy inadaiwa alitaka kuivunja CIA. Kennedy aliamini kuwa CIA ilikuwa imepata mamlaka makubwa kupita kiasi na alisema wazi kuwa anataka kuivunja vipande vipande. Sababu ya pili, John F. Kennedy alipinga mpango wa CIA kuivamia Cuba, ambayo ilipewa jina la Operation Northwoods, na pia alitaka Marekani iondoke Vietnam, jambo ambalo halikuwapendeza maafisa wa kijeshi. Sababu ya tatu, John F. Kennedy alikuwa na msimamo huru. Kennedy alitaka Marekani iwe na uhusiano mzuri na Umoja wa Kisovieti, jambo ambalo CIA iliona kama hatari kubwa kwa maslahi yake. Ushahidi upo kwamba kabla kifo chake, Rais John F. Kennedy alitaka kuichunguza CIA pamoja na operesheni zake. Baada ya kuuawa, rais aliyefuata Lyndon B. Johnson alisitisha uchunguzi dhidi ya CIA. Mmoja wa maafisa wa zamani wa CIA aliyeitwa E. Howard Hunt alikiri kabla ya kufa kwake kuwa CIA ilihusika katika mauaji ya Rais John F. Kennedy. Lakini pia katika karne ya 21, CIA imewekeza sana katika teknolojia ya kisasa za ujasusi, ufuatiliaji wa watu kupitia simu zao za mkononi. Programu kama Prism na X-Keyscore zinaweza kurekodi mazungumzo ya simu na kusoma barua pepe za watu duniani kote. CIA imekuwa ikifanya kazi kwa ukaribu na makampuni kama Google, Facebook na Apple ili kukusanya taarifa za watu. CIA inatumia ndege zisizo na rubani maarufu kama drones kwa mashambulizi ya siri, hasa katika mataifa ya Mashariki ya Kati na Afrika. Kwa mfano, mwaka 2011 CIA ilitumia droni kumuua Anwar al-Awlaki, raia wa Marekani aliyekuwa anahusishwa na ugaidi. CIA ina kitengo maalum kinachofuatilia mazungumzo yanayofanywa kwa mitandao ya kijamii kama Twitter na Facebook ili kujua mienendo ya watu. Je, unadhani CIA inapaswa kudhibitiwa zaidi au ni sharti ifanye kazi kwa uhuru kwa siri ili kulinda taifa lake?